Kaniambia baba mkwe, mimi najisikia sioni. Tulipotoka kutoka shambani kuja tukamkuta nyumbani, wakapikiwa chakula tukala wote. Dakika 5 baada ya kumaliza chakula yule akadondoka. Alipodondoka nilijaribu kutoa huduma ya kwanza, kumsaidia kumtia maji ya baridi. Lakini nilipoona haifai kwa sababu nina usafiri, nilimchukua nilimpeleka zahanati akapata huduma zaidi. Nilipofika hospitali ya zahanati, kuna masharti ya hii zahanati. Mganga mkuu hawezi kuchukuliwa bila kumchukua mwenyekiti wa kitongoji cha Muhimbili. Ilikuwa wastani wa saa 2:30. Tumekaa pale ndani ya lisali moja. Yule bwana hajatokea, yule mganga mkuu. Amefika kwa muda huo akiwa amelewa. Sasa baada kufika pale akaenda huko sijui wapi, akachukua hivyo vitu maji akaweka pale, si akamtia maji. Akaondoka bila taarifa yoyote ya kutuelekeza pale kwamba kikoonekana kifanya hivyo. Mnamo saa 4:30 kwenda au na dakika 33 hivi, yale maji aliyotundika yakasimama. Nikamtuma watoto wangu waende wakamchukua alikolala. Akasema nitakuja. Akasema nakuja. Ikafika mpaka saa ngapi? Nikamtuma mara ya pili. Mpaka saa 5 hajafika. Nikasema tuache. Tumuache. Tuone pale atakapoamua kuja mwenyewe. Akaja saa 11 ya asubuhi. Alipofika saa 11 asubuhi, yule tayari yule binti, yule mke wangu tayari povu linamtoka. Tayari kwa kufa. Na kweli alikufa. Tukamwita yule mganga, tukamuoji, kwa nini umefanya hivi? Baada ya hapo nikapeleka ile taarifa kwa DMO. Yeye alisema? Yeye alisema kwa kweli nilikuwa nimegazivika mambo fulani. Nikamuuliza ulikuwa na tatizo gani? Akasema nilikuwa nimezidiwa, lakini baadaye nimefika nyumbani kazidiwa na nikapitwa na usingizi, ndio nimefika saa 11. Baada ya hapo mimi nikatumia taarifa kwa DMO, DMO hilo swala analishughulikia. Na wewe mtaalamu ukishafikia hatua ile, unajenga chuki na wananchi. Wananchi hawezi kukupenda, hawezi kukuunga mkono, hawezi kukusaidia. Wanakuona wewe ni sehemu ya adui, sehemu ya mauaji ya ndugu zao, kitu ambacho huwa kikubaliki. Kwa hiyo ndugu yangu Manjolo na ndugu wanachama wenzangu wa CCM, hili nimelichukua kwa uzito wa pekee sana. Tutalifikisha kwenye mamlaka zinazohusika ili walifanyia uchunguzi wa haraka sana. Viongozi wa kata, shukini kwa wananchi, mfanye mikutano. Haya yanayoibuka hapa wangeweza kuwaeleza nyinyi kabla hawajamueleza mwenyekiti wa mkoa. Si ndio jamani? Mwenyekiti wa kata huko hapa. Kamati ya siasa, wasimamieni madiwani wapite kijiji hadi kijiji kusikiliza kero za wananchi. Haya mambo angekuwa nasikilizwa, diwani asingekuwa anajiuma hapa kusikia lile swala daktari, angekuwa ameshalisikia. Tunatiana tabu Chama cha Mapinduzi baadhi ya watu kutotimiza majukumu yao.